Basi funika macho yako nipate kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu wetu wa mbingu na nchi, Baba niseme asante Mungu tena kwa ajili ya kutujalia wajoli wako na watumishi wako kuweza kufika mahali hapa Bwana, kutamka rasmi jina la kanisa hili. Imeandikwa ya kwamba ni heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Mungu tazama Bwana majeshi, watoto wako Bwana wamechagua jina la mlango huu kwamba itaitwa Gosheni Inland Church Tanzania. Mungu asante kwa sababu Mungu utaendelea kuonekana. Kalikuze kanisa hili Bwana likaongezeke. Simama pamoja na watumishi wako ambao Mungu wamekubali kusimama na huduma hii katika jina la Yesu Kristo. Wathibitishe hata mbele ya adui zao watakao inuka kinyume na kazi inayoendelea mahali hapa. Mungu ujifunue na kujidhihirisha ya kwamba wewe ndiye Mungu uliyesema ndio. Hakuna atakaye kwenda kuzuia makusudi yako Mungu, hayawezi akazuiliwa na kitu chochote. Katika jina la Yesu Kristo ndipo Mungu nikaitumie damu ya Yesu Kristo ikaanze kunena mema, na hata kwa ajili ya mlima huu na eneo hili na uwanja huu Bwana, kama ilivyoandikwa ya kwamba katika Torati karibu vitu vyote usafishwe kwa damu, na pasipo kumwaga damu hapana ondoleo. Nami Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninamwaga damu ya Yesu Kristo mahali hapa kwa imani, ili chochote kile kilichokuwa kimesimikwa, chochote kile kilichokuwa kimepandwa mahali hapa, iwe ni madhabahu za giza, viti vya enzi vya kifalme vya giza, ndipo ninapokwenda kuachilia damu ya Yesu Kristo ikanene mema Bwana, na kanisa hili likasimame Bwana, na milango ya kuzimu itakayolishambulia kanisa hili Bwana majeshi kashindwe, kwa sababu imeandikwa ya kwamba na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitalishinda. Milango ya kuzimu itakayofunguliwa kwa ajili ya kushambulia kanisa hili, kama kuna milango ya kichawi, kiganga, kishirikina, kwa jina la Yesu Kristo ikapate kushindwa. Imeandikwa ya kwamba na ashindanaye na kusudi la Mungu, ashindanaye na kusudi la Bwana atapondwa kabisa. Yeyote atakayeinuka kinyume na kazi hii, kama vile ambavyo Bwana ukuta wa Yeriko ulivyoangushwa, ikaandikwa ya kwamba na atakayejenga ukuta na atafiriwa na mzaliwa wa kwanza. Yeyote atakayeinuka kinyume na kazi inayoendelea mahali hapa Bwana, laana ilayo ikamle kwa jina la Yesu Kristo. Bwana simama pamoja na kanisa hili katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Amen. Mshangilie Bwana Yesu. Hallelujah. Mina. Hallelujah. Amen. Naomba tuketi. Gosheni jamani, kama utakuwa na maswali ya kujiuliza, nyumba ya makimbilio. Mungu asifiwe sana. Amina. Nyumba ya makimbilio. Kule Misri walipopata njaa, walikimbilia wapi? Gosheni. Kwa hiyo hii ikawa ni nyumba ya makimbilio. Kokote kule watakakopata shida wakimbilie hapa, waje wapokee majibu yao. Amina. Mungu asifiwe sana. Amen. Naomba tuangalie neno la Mungu. Lete hicho kiti. Kama unaandika, andika ujumbe unaosema gharama za kuwa mfuasi wa Yesu. Gharama za kuwa mfuasi wa Yesu. Biblia katika kitabu cha Yohana mtakatifu ile sura ya 4, Yohana mtakatifu sura ya 4, tasoma ule mstari wa 27 hadi ule mstari wa 30. Biblia inasema, mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema unatafuta nini, au mbona unasema naye?
Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwema na mwaminifu, Baba, liangalie neno hili na ukalithibitishe ili likawe chakula chetu cha njiani. Mungu, asante kwa ajili ya neno hili, naomba ukalibariki na mtumishi wako ukanitumie kama unavyotaka wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie gharama za kuwa mfuasi wa Yesu. Gharama ni nini? Gharama ni kitu au mali anayoweza akaitoa mtu ili apate kitu cha thamani. Mungu asifiwe. Narudia tena. Gharama ni kitu au mali anaweza akaitoa mtu kwa ajili ya kupata kitu cha thamani. Kwa mfano, hata kiti ulichokalia hapo ni kitu cha thamani. Ili kukipata hicho kiti ulichokalia, kuna gharama zilitumika. Vyombo ambavyo vinatumika mahali hapa kwenye ibada, ili upate hii spika, kuna gharama zilizotumika. Ili ukipata hicho kitu cha thamani ambacho unakihitaji, kikusaidie kwenye maisha yako, kikusaidie, unahitaji kutoa gharama. Mwambie jirani yako, kutoa gharama. Chochote unachokihitaji kinahitaji gharama. Huyu Yesu, ujumbe wetu unasema gharama za kuwa mfuasi wa nani? Huyu Yesu ambaye anafuatwa na mamilioni ya watu duniani ni kitu cha thamani sana. Ni kitu cha thamani mno. Na kitu hiki cha thamani, Yesu huyu kujua uthamani wake, mpaka amekufanyia jambo. Mungu asifiwe. Mpaka umeona faida yake. Kuna watu hawaoni faida ya kuwa na Yesu kwenye maisha yao kwa sababu hawajaona uthamani wake. Wanakwaya mbarikiwe, wakati mnaimba hapa, kuna habari ya mwanamke mwenye kutokwa damu, mnisema sawa sawa. Huyu mwanamke alikuwa na tatizo la kutokwa damu muda wa miaka 10 na mingapi? 12, na amegharamika kwa ajili ya kupata matibabu, lakini hakupata kupona mpaka alipokutana na Yesu Kristo wa thamani, ili ya kwamba amponye. Aliweza kumponya. Uthamani wa kitu ni pale utakapoona kinakufaa. Mungu asifiwe sana. Leo watu wengi hawaoni uthamani wa Yesu Kristo kwa sababu hajawatendea jambo. Mungu atusaidie. Mungu asifiwe sana. Hii ni ishara ya baraka. Amen. Unapoanza